Moja kwa moja leo naelekea katika mkoa kwa ndugu zangu kule. Leo niko katika Kiviunga, katika mkoa unapendeza Singida. Mkoa wa Singida ni moja kati ya mikoa 31 iliyounda nchi ya Tanzania. Mkoa upo ukanda wa kati, umepakana na mikoa ya Shinyanga, Simiyu, Arusha upande wa kaskazini. Ukisikia mkoa wa kanda ya kati unapendeza kweli kweli, yani kati afu sehemu nyingine wamezungukwa na mikoa mingine. Binafsi nimefika pale katika mkoa wa Singida. Kwa upande wa mashariki, mkoa wa Singida umepakana na mkoa wa Dodoma kwa ndugu zangu Wagogo pale Mbukwenye na Manyara iko kama unaelekea Arusha huko ambapo mkoa wa Iringa, Mbeya ipo upande wa kusini mwa mkoa wa Tabora, upo magharibi Tabora kwa ndugu zangu wa Nyamwezi pale. Goti mpaka chini. Safi, inapendeza kweli kweli. Kumbukumbu zinaonesha kuwa jina la Singida linatokana na kabila la Wanyamwezi. Wanyamwezi mpo ambao waliita Sikende, ikiwa ni maana ya miba mingi. Ukifika kule kulikuwa kuna miba. Watoto wengine wadogo wanaweza kuuliza miba ni. Kulikuwa kuna vimiba fulani viduchu. Ukifika hiyo kanda ya kati vinakuwa vimiba ni vidogo. Kama nikutolee mfano, inakuwa kama vimsumari vile vidogo. Kwa hiyo ukikanyaga vinakuwa vinakuumiza. Inasemekana wafanyabiashara wakubwa wa makabila ya Wanyamwezi na Wasukuma kwa ndugu zangu Wasukuma Olimola na Molado, inapendeza kwa kweli, waliokuwa akisafirisha pembe za ndovu kuelekea mikoa waliopitia mkoa huo Singida na kukutana na miba mingi yenye miba ambayo imewapa usumbufu katika safari zao. Kwa sababu vinakuwa ni vimiba, mtazamaji, vinakuwa ni vimiba fulani viduchu kikanyaga tu imekula kwako. Watoto wa mjini wanakwambia mkoa huu Mungu ameubariki kuwa na wingi wa majabali au mawe makubwa ya miamba ambayo yaliyosababisha kufanya mkoa uwe na haiba ya kipekee. Kiutawala mkoa umegawanyika kiwilaya 7 ambazo ni Singida mjini ambako ndio makao makuu ya mkoa wa Singida, vijijini Iramba, Manyoni, Mkalamba na Itigi. Inapendeza kweli kweli. Itigi ni sehemu moja maarufu kweli kweli. Mkoa wa Singida umegawanyika kwa makabila makuu 6 ambayo ni Wanyiramba, Wanyaturu, Wanyamwezi, Wasukuma na Wagatoga. Ukifika pale Singida ni wakulima wazuri sana wa alizeti. Kwa hiyo alizeti kishapelekwa sehemu ikachujwa, yale makapi yake sasa ambayo yanabaki ni chakula kimoja kizuri sana cha kuku. Kwa wale ambao wamefika pale Singida watakubaliana na mimi, utakutana na kuku wazuri, wanene, wana afya, ni kutokana kwamba wanakula chakula kizuri na mafuta yao pia ni mazuri. Mafuta ya alizeti mengi sana ukiangalia kwa upande wa Tanzania bara yanatoka pale Singida, na ni wafugaji wazuri wa ng'ombe, wafugaji wazuri wa nyuki na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ukifika pale hata pia asali unaweza kupata nzuri kabisa. Na Singida ni kati ya makabila ambao ni wakarimu kwa hapa Tanzania. Ukifika pale Singida utakaribishwa vizuri kabisa, na utakubaliana na mimi hata vitunguu vingi sana. Ukifika pale Singida utakuta kuna vitunguu vinapatikana kwa wingi kabisa kutokana na rutuba ya pale inakubali vitunguu. Na hiyo ndio historia fupi. Tunayo mambo mengi ya kukuelezea kuhusiana na Singida, na hiyo ndio historia fupi ya mkoa wetu kutoka pale Singida.